akthara nasu, watu walizidisha, akthara nasu, watu walizidisha, fi nisai, katika kuwasema vibaya wanawake. Akthara nasu, watu walizidisha, fi nisai, katika kuwasema sana wanawake. Na hao watu bila shaka watakuwa ni wanamume. Tamam, hakadha. Waqalu, na wakafikia kusema, waqalu, na wakafikia kusema, inna hubba nisai, hakika kuwapenda wanawake, jahdul balai, ni mtihani mkubwa mno. Jahdul balai, ni mtihani mkubwa mno, au ni mtihani mkubwa sana. Tamam. Hapa anakusudia ya kwamba yule mwenye kuendekeza tabia ya muda wote anafikiria wanawake, muda wote yeye anafikiria kubadilisha wanawake, muda wote mawazo yake tu yeye akikaa ni wanawake, hakuna anachofikiria isipokuwa hicho tu. Ni kweli ukiangalia, tamam, ni kweli, hasa ikiwa kijana upo katika umri wa kujitafuta maisha. Ukiwa katika umri wa kujitafuta, ilo jambo la kuwajaza sana wanawake katika fikra zako na moyo wako liweke kando. Kwa sababu gani? Hautofika kamwe, hautoweza kufaulu katika maisha yako. Tamam. Umepata uwezo, oa. Tamam, oa, lakini si haujaoa, lakini we muda wote ukikaa unafikiria wanawake tu. Unamfikiria huyu, unawapima tu, huyu mzuri zaidi kushinda yule, huyu kamzidi hichi yule. Tamam, huo ni mtihani. Imamu Shafi'i yeye akaona ya kwamba kuna mtihani mwingine mkubwa kuliko huo, kwa sababu mtihani wa kuwapenda wanawake, sawa, ni mtihani mkubwa, ni mtihani mkubwa ambao unaweza kumfelisha mtu katika maisha, sawa, lakini kuna mtihani mwingine mkubwa zaidi kuliko huo. Akasemaje Imamu Shafi'i? Laisa hubbu nisai jahda, laisa hubbu nisai jahdan, hakukuwa kule kuwapenda wanawake kuwa ni mtihani mkubwa, walakin, lakini, qurbu man la tuhibbu jahdul balai. Laisa hubbu nisai jahdan, hakukuwa kule kuwapenda sana wanawake ni mtihani mkubwa, walakin, tamam, walakin, lakini, qurbu man, kuwa karibu na yule mtu ambaye la tuhibbu, au mpendi wewe, unamchukia, jahdul balai, ndiyo mtihani mkubwa mno kuliko mtihani mwingine. Hakika Imamu Shafi'i ameongea kweli, ameongea nini? Jambo la kweli, sawa sawa. Kuwapenda wanawake ni sawa, ni mtihani, hasa kwa kijana, hata mtu mzima. Umegiwa nafasi ya kuoa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, fanya hivyo. Lakini siwe unakaa muda wote wewe mipango yako ni kubadilisha wanawake, hiyo halifai. Lakini mtihani mkubwa zaidi kuliko huo, qurbu man la tuhibbu, qurbu man la tuhibbu. Mtihani mkubwa ni wewe kuwa karibu, kukaa karibu, kukaa sehemu moja, kukaa mtaa mmoja, kukaa benchi moja, kukaa mkeka mmoja, man la tuhibbu, na yule mtu ambaye haumpendi. Na hapa hajakusudia tu yule mtu ambaye wewe haumpendi, lakini yeye pia hakupendi. Kwa maana mtu ambaye una uhasama naye, mtu ambaye una magomvi naye, huu ni mtihani mkubwa sana. Ni mtihani mkubwa sana. Tamam? Kupitia mtihani kama huu, mtihani gani? Mtihani wa kuwa karibu na mtu ambaye umpendi, ndio utakuta watu hawasalimiani, watu hawazikani,
watu wanaombeana mabaya, watu inafikia hatua pia wanarogana. Tamam, yote ni mtu kuwa yuko karibu na mtu ambaye hampendi na huyo mtu pia hampendi naye vile vile. Tamam, huu ni mtihani mkubwa sana. Ikiwa inawezekana kuutengeneza ukakaa sawa, kwa maana yule ambaye unamchukia na yeye pia anakuchukia, ikiwezekana mkayamaliza magomvi yenu, mkazimaliza tofauti zenu, basi ni bora ifanyike hivyo kuliko ikawa hampendani kisha mpo mtaa mmoja, njia yenu ni moja, msikiti wenu ni mmoja. Tamam, nafasi zenu ni moja. Huu ni mtihani mkubwa sana. Na ndio watu wengine wakasema bora mtu akae sehemu ambayo ina dhiki kuliko kukaa mbele ya mtu ambaye mbele ya mtu ambaye ampendi na huyo mtu pia ampendi. Yaani kwa maana bora mtu akae sehemu ambayo ina dhiki ya kawaida, tamam, kuliko mtu kukaa mbele ya mtu ambaye hampendi au kukaa karibu na mtu ambaye hampendi. Jambo la kwanza, kama alitangulia kukaa yeye kisha ukaja wewe, hamsemezani. Lakini pia la pili, kila mtu moyo wake unaungurika anavyomtazama mwenzake. Lakini pia ikitokea mmoja amefanikiwa kuliko mwingine, huyu mwingine atakuwa mnyonge sana, atakuwa hajiamini muda wote yeye, na atakuwa anatamani mwenzake aanguke, atakuwa anatamani zile neema ambazo mwenzake anazo zimuondoke. Kwa sababu gani? Tayari katika mioyo yao kuna chuki. Kwa hiyo kuwapenda wanawake ni mtihani, lakini mtihani mkubwa zaidi, qurbu man la tuhibbu, ni wewe kuwa karibu na mtu ambaye haumpendi na yeye pia hakupendi. Kwa maana kuwa karibu na mtu ambaye hampendani. Sababu gani? Kila muda utakuwa unadhurika katika moyo wako. Kimuona tu unampa kisogo, naye akikuona tu unakupa kisogo. Marafiki zake watakuwa ni maadui zako sasa. Sasa watu wake wa karibu watakuwa pia ni maadui zake, watakuwa pia ni maadui zako. Kwa hiyo huu ni mtihani mkubwa zaidi. Imekuja hadithi ikionyesha kwamba inatokea muda mwingine nafsi zikaziweze kushikana, lakini katika mtihani kama huu ikiwezekana bora msuluhishe yale magomvi, zile tofauti zenu mzimalize ili muishi kwa amani. La sivyo watu mnakaa sehemu moja kisha hampendani, mtihani wake mkubwa sana. Kwa sababu gani? Kila mmoja akimwona mwenzake anakosa raha, anaweza kanaongea na cheka vizuri, lakini akimwona tu fulani basi cha kunyandita. Kwa huu ni mtihani mkubwa hasa kwetu sisi Waislamu, kwa sababu dini yetu haituruhusu hilo. Dini yetu haituruhusu hilo. Tamam? Lakini pia ikitokea wewe labda unampenda mtu, wewe mwenyewe unampenda mtu, lakini yeye anaonyesha kwamba hana mapenzi na wewe, hiyo kidogo ina afadhali. Tamam, ina afadhali. Na imekuja hadithi kuonesha kwamba si kila nafsi inaweza kufungamana na nafsi nyingine. Kuna nafsi namna zilivyoumbwa hazishikamani, hazifungamani, hata zikijaribu kuweka ukaribu fulani hazifungamani. Kuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokelewa na Aisha akisema, al-arwahu junudun mujannadatun fama ta'arafa minha i'talafa wama tanakara minha ikhtalafa. Roho za viumbe kabla hazijatiwa katika viwiliwili vya watu wake, junudun mujannadatun, al-arwahu, roho kabla ya kuwa ni zenye kutiwa katika viwiliwili vya watu wake, junudun mujannadatun, zilikuwa zimekusanyika sehemu moja. Sasa katika kukusanyika pale kuna roho baadhi ziliungana na baadhi na nyingine zikaungana na nyingine. Tamam, hakadha. Na nyingine zinakwenda kwenda tu, haziungani, zinakwenda kwenda, hii inaenda huku inaenda kule. Tamam. Fama ta'arafa minha talafa,
fama taarafa minha i'talafa, zile nyoyo zilizoshikana katika wakati huo kabla ya kuingizwa katika viwiliwili vya watu wake, i'talafa, hata zikija kuingizwa katika vile viwiliwili pia zitaendelea kushikana. Wama tarakara minha ikhtalafa, na zile ambazo hazikushikana kule hata zikija kuingizwa katika viwiliwili vya watu hazitoshikana pia. Tamam. Kwa hiyo inatokea pia kuna hali sio kwamba yeye anakuchukia, hapana, mpo pamoja, wewe unampenda na pengine naye hana shida na, lakini tu yale mafungamano yenu yanakuwa ni mazito, basi ujue ni hivyo. Tamam, roho zenu hazikuwa zimeshikana kabla ya hapo. Tamam. Lakini pia alisema mmoja katika wasemaji, alisema ash-shakhsu al-munasib la yarhal abadan. Tamam, yule mtu ambaye ni sahihi, mtu ambaye ni sahihi wako wewe, sahihi kuwa ni rafiki yake, sahihi kuwa karibu na yeye, sahihi pia labda kuwa ni mke wako. Tamam, la yarhal abadan, hawezi kuwa mbali na wewe milele, lazima atakuwa karibu na wewe tu. Tamam. Kwa hiyo Imamu na Shafi'i hapa ametueleza jambo kubwa sana ambalo lipo katika mujtama. Watu wanakaa sehemu moja lakini paka na panya hawapendani. Sasa kwa yule ambaye anajua hali za watu kama hao, anaweza akaona ule uhalisia kwamba kweli hii hali ni kitu kibaya mno. Ni hali mbaya sana hii. Ni hali mbaya sana. Na ni mtihani mkubwa hasa kwa sisi Waislamu. Na mambo hayo yapo. Naona mpaka shuyukh, baadhi ya mashekh wana magomvi. Tamam. Kikutana sehemu basi hakuna anemsalimia mwenzake wala kumuuliza. Mmoja akipata na shida, yule mwingine ndo anafurahi. Tamam. Mmoja akipata kuliko mwingine, yule mwingine anachukia. Tamam. Kwa hiyo huo ni mtihani mkubwa sana. Sasa mtihani kama huu ikiwezekana kusuluhishwa ni bora zaidi usuluhishwe. Kama kuna kitu kilitokea kikapelekea watu wakawa katika hali kama hiyo, basi nini? Bora usuluhishwe ili watu waishi katika hali nzuri. Kwa sababu gani? Dini yetu hairuhusu jambo kama hili. Hairuhusu jambo kama hili. Tamam?